Bwana, kutoka kwenye tukio moja kati ya matukio ambayo yalikuwa yanasubiriwa kwa hamu kubwa ni usiku wa bi harusi mtarajiwa, namzungumzia Siwa Kikala, na miongoni mwa watu ambao wamefika kwenye tukio hili ni pamoja na dada yetu huyu ambaye ni bingwa wa kutengeneza sabuni, anaitwa Sacho Soap. Kwa ninyi ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii, bila shaka umeshawahi kukutana na video zake. Nimezungumza naye mara kadhaa, lakini muda huu nimebahatika kukutana naye kwenye tukio hili. Nazungumza naye atuambie ukaribu wake yeye na bi harusi mtarajiwa upoje, lakini kubwa zaidi kuhusiana na ile video ambayo imechukua taswira kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Anaizungumziaje? Dadangu, uko vizuri? Niko poa. Mama anaenda kama kawaida. Naona leo umefika kwa Siwa Kikala. Hivi ukaribu wenu upoje sasa? Mimi Siwa Kikala ni shabiki yake tu. Ndio maana nimeamua kuja kumsupport. Hamna kingine. Kwa mara ya kwanza ulivyosikia kwamba Siwa Kikala anaolewa, wewe nini ambacho kile kuingia kichwani? Tulizungumza kwenye masuala mazima ya ndoa, lakini leo Siwa Kikala ndugu yako na yeye anaelekea kuingia kwenye ndoa, alafu ni mtu mzima kama vile ambavyo nimezungumza mimi na wewe. Ndoa ni jambo la heri. Kikubwa aende tu kwa mume wake akakae vizuri salama, Mwenyezi Mungu amjalie baraka. Yaani kila la heri mimi namuombea. Kwa hiyo ni ndoa jambo la heri kwa mtoto wa kike, maana ni sunna kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wanaongea? Siwa kila siku anaolewa yeye tu, anaolewa na kuachika. Hata mara 100. Kama anapata riziki ya kuolewa, aolewe tu. Hata mara 100 aolewe tu. Umekuja kwenye sherehe ya mwenzako kuelekea kwenye ndoa. Mimi na wewe tulizungumza kwenye masuala mazima ya ndoa na ulionyesha kama vile ni mtu ambaye na wewe unatamani. Comments zimekuwa ni nyingi. Natamani nifahamu ile video imekuchukua kiasi gani hasa? Kwanza kuna comment wengine wana comment, mtu mzima si ungetulia, unataka ndoa ya nini? Mimi ningependa tu niwaambie. Ni kweli mimi mtu mzima. Na sijaukataa utu uzima wangu. Mtu mzima kweli, maana kama tembele inakaribia kubadilika rangi. Lakini wajua kwamba mimi nakula. Na nikishakula na shiba. Nikishiba mwili unapiga kelele. Kwa hiyo ndoa ni kitu ni lazima. Lazima niolewe. Sasa kama sijaolewa hizo kelele zitazimwa na nani? Kwa hiyo lazima niolewe. Usumbufu kiasi gani umepata mara baada ya ile video kutrend vile? Usumbufu upo mkubwa tu. Ni mwingi. Na sio usumbufu kwa sababu ni kitu ambacho nilichokuwa nahitaji. Kwa hiyo chaguo ni la kwangu mwenyewe, kumkubalia huyu, kumkatalia huyu nimkatae, huyu nimweke. Sasa zimekuwa ni nyingi, watu wamekufuata? Nyingi mno, lakini mimi mwenyewe ndio mwenye kuchagua. Kwamba huyu nimweke, huyu nimtoe, huyu nimkubali. Kuna yote ambaye anafikiriwa hadi mdau? Yupo. Mzee mwenzangu nishampata. Umempata mzee mwenzako? Kupitia ile video? Unamwambiaje huko alipo? Nampenda sana. Umeshaonana naye? Bado, tupo kwenye harakati. Yupo mkoa huu au? Yupo jiji hili. Nishapata mzee mwenzangu. Imekuwa ni kiasi gani umeshawishika naye na sio hao wengine? Kulingana na ujio wake. Alivyokuja ndivyo nilivyompokea. Sababu mwingine anakuja kisela, mimi sio msela. Mimi mtu mzima, kwa hiyo amekuja kizeezee. Nimempokea Unamwambia nini huko alipo? Namwambia mimi nampenda na Mwenyezi Mungu atujalie kile ambacho tumepanga kukifanya basi kiendelee na kikae sawa. Umeshaanza kupanga naye mipango ya kuoana? Tunapanga mipango ya kuoana, muda si mrefu tutawalika muje. Ile video imeleta mume? Imeleta mume, tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Sasa na kazi yako ya sabuni, kutengeneza sabuni, atakubaliana nayo kweli? Anakubali. Anajua kama unatengeneza sabuni? Anajua. Amelizika? Amelizika. Nishawaambia kila kitu. Unahisi atakuwa ni mtu wa kusupport kazi yako? Yaani tumeshakubaliana. Tumeshakaa chini, tumeshakubaliana, tumeshaongea. Kwa hiyo tushamaliza yani. Kwa ujumla lakini biashara inaenda? Biashara inaenda, tunashukuru Mungu. Hivyo japokuwa sio kwa kubwa lakini inaenda. Nimekutana na comments na wengine wananifuata DM na niuliza hivi sabuni za Sacho hizi zinapatikana hasa maeneo gani, na huyu ambaye anazihitaji ambaye yupo mikoani, utaratibu upoje wa kuweza kuzipata? Utaratibu huwa tunasafirisha, tuna kampuni yetu huwa tunasafirishaga. Kwa hiyo wewe mkoa ambao uliopo unasema tu mimi niko sehemu fulani, kwa hiyo tuna kampuni yetu ambayo inatusaidia kupeleka. Kwa mikoani usio na wasiwasi, wanapata huduma kwa wakati. Na waliokuwa sisi tunapatikana Mbezi Beach Makonde. Mbezi Beach Makonde. Lakini popote ulipo pia tunakuletea huduma, hamna shida. Huyu ambaye sasa labda yupo mbali na mkoa wa Dar, kuna namba za ofisi ambazo unaweza akapiga ikawa ni dalili ya kupata moja kwa moja? Namba zipo. Ambazo ni 0743 17 45 12. Unaweza kuzirudia? 0743 17 45 12.
Sawa, tuambie wale ambao bado hadi muda huu wanaendelea kunitumia message, Nyundo, naomba namba za Sochu Sopu, mimi nataka nimuoe, tunawaambiaje sasa? Nishapata mzee mwenzangu. Watulie. Watulie. Bwana kashapata mzee mwenzake, anasema mtulie. Nishapata mzee mwenzangu. Tuatulie, watulie. Wa mkoa gani? Huyo mzee mwenzangu? Wa Pwani, kama mimi si wa Pwani. Hatuwezi kuchanganya bwana, mimi mtu wa Pwani. Kwa hiyo nishapata wa Pwani mwenzangu. Mimi wa Pwani. Umelizika naye? Vibaya mno Kabisa. Kabisa nishapata mzee mwenzangu. Mimi nakushukuru ila msalimie mzee mwenzako. Hamna shida, zimefika. Mwambie Nyundo anakusalimia. Sawa kakaangu, hamna shida. Haya, asante. Haya.